wokovu ni nini? Wokovu ni zawadi ya Mungu na mwanadamu anaipokea kwa imani binafsi kwa moyo wake, si kwa ajili ya moyo wangu ama moyo wa mwanadamu, kwa ajili ya moyo wake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ili akasamehewe dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe. Naye kuokoka ni nini? Kuokoka naye ni kuhakikisha Yesu Kristo yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kuna tofauti ya wokovu na kuokoka. Maana ukimkubali Yesu Kristo ukatumiki katika njia zake na ukubali wokovu wa Bwana na ukubali njia za Mungu, Mungu anatembea pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuandaa hivyo tunapoingia katika neno la Mungu, Bwana Yesu asifiwe, ni kuelezea ya kwamba watu ambao wanaotembea katika wokovu wa Mungu, watu ambao wanatembea katika neema ya Bwana, Bwana ananena jambo katika maisha yao. Bwana ananena mambo ya baraka katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuone vile maandiko inasema. Tumesema ya kwamba tunasoma habari njema ya wokovu, na hapa tunaongea kuhusu nabii wa Mungu Isaya. Alimtuma kwa ajili akapeleka habari njema katika ule mji wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu alikuwa ndani ya mtumishi wa Mungu Isaya. Kama Isaya angekubali wokovu, angekubali kukaa ndani ya Bwana, Mungu angemtumia kwa ajili ya neno lake akapeleka habari njema katika ule mji wa Zion. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome maandiko tusikie vile inasema. Bwana Mwenyezi Mungu amenijaza roho yake, maana Mwenyezi Mungu ameniweka wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Wakfu ni nini? Wakfu ni kitu ambacho kinatokana na kiungu, kitu ambacho kitakatifu. Tuseme example, kama mtumishi wa Mungu, kuna ile wakfu ambaye Mungu amemweka kwa ajili ya kuletea wanakondoo wa Mungu habari njema ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza pata kama Hanesi hapa ni mpiga kinanda, Mungu amemjaza wakfu ndani yake ili kwa ajili watu wasihangaike kwa ajili ya vyombo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu akajaza mtumishi wake roho, akamjaza, akamwambia ya kwamba nataka upeleke habari njema katika ule mji, ukawaambia ya kwamba mimi Mwenyezi Mungu nimesema ya kwamba nitaikomboa mji wa Yerusalemu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimejua ya kwamba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Isaya alikubali haya mambo, alipeleka ile habari njema katika ule mji. Hakukana, hakusema sitaweza, hakusema ya kwamba hawezi kufikisha. Alijitia nguvu, akajua ya kwamba kwa maana niko na Mungu, nimejazwa roho wa Mungu, nitapeleka hiyo injili hapo, nitanena mausio ya Bwana, niseme ya kwamba yeye anakomboa, yeye anaponya, yeye anatoa mahali ulipochimbiwa shimo, anang'oa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana kuna Mungu tena. Unajua katika ulimwengu wa dunia watu wengi wamepoteza njia, watu wengi wanaenda katika njia za anasa kwa ajili watu wengine hawajaokoka, hawajamjua Mungu ni
ni nani katika maisha yao. Wacha tuone hapa mstari vile unaposema, akanituma niwaletea wanaokandamizwa habari njema, niwatibu waliovunjika moyo, niwatangazie mateka kwamba watapata uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni nabii wa Mungu Isaya, alituma kwa ajili ya ule mji wa Yerusalemu apeleka habari njema, aende akasema ya kwamba mimi Mwenyezi Mungu nitawatibu, nitawaweka uhuru, nitawalinda kwa mwovu shetani, nitawang'oa mahali pale walioshikwa mateka, wataachiliwa uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba maandiko yanatufunza ya kwamba nabii Isaya, kwa maana Mungu alimtuma mahali pale kwa ajili ya kutoa Israeli, watu wengine walipata kuwafu, watu walipata uponyaji wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na inajua ya kwamba watu wengine katika maisha yetu, wacha Mungu akatume nabii wake Isaya katika maisha yetu, katika nyumba zetu, katika njia zetu, katika biashara zetu. Mungu akatume nabii wake Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukapate wokovu wa Bwana katika maisha yetu, tukapate habari njema katika maisha yetu, kama zawadi kubwa ambao ni wokovu unatoka kwa Mungu, naye Mungu anapea mwanadamu ili akasamewe dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo wanadamu tunafaa kukaa katika Yesu Mungu. Ukipata mtu ameokoka kuanzia saa hiyo ameekelewa mafuta, amekiri mbele akisema ya kwamba kuanzia leo sitarudia dhambi, na kuanzia leo nimekuwa mtoto wa Yesu. Kuanzia saa hiyo Mungu anakutumia kama mtumishi wake, anakutuma kwa ajili ya wanakondoo waliopotea, watoto wa Mungu ambao walipotea katika njia zao. Wacha nikwambie, mtu wa Mungu, siku ya leo ukimkubali Yesu ndani ya maisha yako, naye anatenda mambo ya ajabu, na wewe utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kama Isaya angekubali mausia ya Mungu katika maisha yake, Mwenyezi Mungu angemtuma. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukiangalia katika hiki kitabu cha nabii Isaya, kinanena mausia ya Mwenyezi Mungu, jinsi ambavyo Mungu alikuwa anatuma nabii wake Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na inajua ya kwamba tutaokolewa na tutakombolewa katika njia za Mungu. Wacha tuone hapo chini mstari wa 2. Amenituma nitangaze mwaka wake wa neema na siku ya Mungu wetu ya kulipiza kizazi, ni wafariji wote wanaomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni nabii wa Mungu Isaya, alituma mahali pale apeleka habari njema, akatabiri ya kwamba kuna Mungu anaokoa, kuna Mungu anatenda. Apeleka habari njema, akawaelezea ya kwamba kuna Mungu anatenda, kuna Mungu anakomboa, kuna Mungu anaponya, hata magonjwa yakija yanaponywa katika jina la Yesu. Haleluya. Wacha nikwambie siku ya leo, mtu anaweza kuwa mgonjwa na pelekwa mahali pale hospitalini, haende akatibiwe. Kitu ya kwanza, daktari yeye anafanya ishara zake mahali pale,
hana mjibu mahali popote. Mahali kulikuwa na magonjwa ama mahali kulikuwa na maumivu, anafanya kazi yake. Mashindano ni yale pale, madawa ana meza. Lakini najua ya kwamba daktari yeye anatibu, lakini Mwenyezi Mungu yeye anaponya. Ndio maana maandiko inasema ya kwamba tukae ndani yake, tukae katika wokovu wa Mwenyezi Mungu. Maana tukikaa katika njia za Mungu, yeye anakuponya. Mwanadamu hawezi kukuponya, lakini Mungu aishie mbinguni. Ninakwambia siku ya leo, Mungu aishie mbinguni, yeye ndiye anaponya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana inajua ya kwamba Mungu ndiye anaweza ponya wanadamu, na Mungu akasema ya kwamba akatuma nabii wake akamwambia haende akawapelekea habari njema wanaoomboleza, akawapelekea habari njema ya kwamba watafarijiwa mioyo yao, watapata uhuru ndani ya mioyo yao. Ninakwambia siku ya leo, kuna maisha ambao unakaa si yako. Ninakutabiria siku ya leo, Mungu akatumia nabii Isaya kwa nyumba yako. Mungu akatumia nabii Isaya akanene habari njema ya wokovu katika familia yako, katika watoto wako, wakakombolewe katika jina la Yesu. Maana Mungu ndiye anatenda, sio mwanadamu anatenda. Mwenyezi Mungu aishie mbinguni, ni yeye anatenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Salimia watu wawili uwaambie kuna Mungu anatenda. Yes, kuna Mungu anafanya. Kuna Jehova anafanya ndani ya maisha ya mwanadamu. Hapa kama nilivyo nimesimama mahali hapa katika haya madhabahu, nikiheshimu mtumishi wetu wa Mungu ambaye Mungu ametutumia kwa ajili ya hawa wana kondoo. Hata nikinena haya mahusia ya Mwenyezi Mungu, wewe usiangalie moyo wangu ama kunena kwangu ama kusimama kwangu. Wewe sikia neno la Mungu ili kujenge maisha yako. Unajua unaweza pata mtoto kama huyu mdogo ananena neno la Mungu, unaanza kuidharau. Lakini nyakati za mwisho Mwenyezi Mungu atakapotuma mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo kwa ajili ya makanisa, kwa ajili ya wana kondoo, siku moja utaambiwa huyu mtoto alikuwa anahubiri, lakini ukusikia neno langu ulidharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jamii huwa anaambia wanadamu, ukipata mtumishi wa Mungu anahubiri neno la Mungu, wewe sikia neno, usiangalie mavazi yake, usiangalie kunena kwake. Sikia neno la Mungu likujenge. Kwani ni nini unatafuta katika maisha yako? Si unatafuta Mungu, utafuti mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mausio ya Mungu, unasikia neno la Mungu lijenge moyo wako. Tumeambiwa hapa wokovu. Ukipata mtu ameamua kutembea katika wokovu, hiyo ni zawadi kubwa ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu, naye Mungu umpa mwanadamu. Naye mwanadamu anaipokea kwa imani, haipokei kwa wasiwasi, anaipokea kwa imani binafsi na moyo wake, ili akasamewe dhambi zake. Si dhambi zako, dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukikubali kutembea katika njia za Mungu, naye Mungu anatenda mambo ya miujiza ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tuone mstari wa 3. Ni wape wale ambao wanaomboleza katika Zayoni taji la maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu ananena ya kwamba katika mji wa Zayoni, anasema ya kwamba atawapa
taji la maua kuliko majivu. Taji la maua ni kwamba ya kwamba watu ambao wanaopendeza Mungu anawapa taji la maua lenye linapendeza katika moyo, taji ambayo halina mayumboyumbo. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba atawapaka mafuta ya furaha katika mioyoni mwenu. Haleluya. Badala ya maombolezo. Najua unaweza pata watu katika njia zao, unapata mtu ako na huzuni, mtu ameomboleza, tuseme example kama mumeachwa na mtu wa kwenu mmoja, unapata katika hiyo familia watu wako na huzuni, wanaomboleza. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba badala ya maombolezo atawapaka mafuta ya furaha ndani ya mioyo yenu, nanyi mtaona utukufu wake katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mpendwa, ninakwambia siku ya leo, nikisimama mahali hapa katika na madhabahu, nikikwambia ya kwamba Mungu anasema atatuma nabii wake Isaya kwako. Kuna vitu ambazo zimeshindikana katika maisha yako. Kuna vitu ambazo zimekushinda wewe kama mwanadamu, zimekushinda katika maisha yako. Mungu ananena leo kwa habari njema ya kwamba atatuma nabii wake akanene mambo ya baraka katika familia yako, katika watoto wako. Wewe amini Mungu, wewe tembea na Mungu, furahia upendo wa Mungu, usinungunike na vitu za ulimwengu wa dunia, naye Mungu atatenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na inajua ya kwamba Mungu atafanya mambo ya ajabu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome hapo chini. Naye vazi la sifa badala ya moyo mzito, nao wataitwa mialo midhubutini iliyopandwa na Mwenyezi Mungu kuonesha utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu anasema ya kwamba atawavalisha vazi la sifa. Bwana Yesu asifiwe. Vazi la sifa ni nini? Vazi la sifa ni kutiwa moyo wako furaha, kutembea katika njia za Mungu. Mungu anasema ya kwamba atawavalisha vazi la sifa. Ukitembea mahali popote, unaimba sifa zake, unasikia ya kwamba moyo wangu unampendeza Mwenyezi Mungu. Anasema atawavalisha vazi la sifa, vazi la sifa, vazi la sifa badala ya mioyo mizito. Najua wacha nikwambie siku ya leo, kuna watu wanakuanga na mioyo mizito. Kuna mtu ambao unaweza mhubiria hata neno, ako na moyo mzito, hawezi kuichukua hiyo neno la Bwana kama kitu ya dhamana katika maisha yake, anaibeba na uzito. Ndio maana unaona hatuwezi barikiwa, tunakaa maana moyo wako umebeba vitu mzito. Lakini Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba leo atawavalisha vazi la sifa lenye furaha katika moyo wako, nao utaona utukufu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nakwambia mpendwa, siku ya leo ukikubali kutembea katika wokovu wa Mwenyezi Mungu, kwa maana hiyo ni zawadi kubwa ambao wanadamu hawezi kuelewa, ambao ni wokovu, ukasamehewa katika maisha yako. Ndio unasabata wanadamu. Napata mtu aidha ni mwimbaji ama unaweza pata mtu ni evangelist,
anahudumia watu wa Mungu. Lakini huyo mwimbaji atamkubali Bwana akae ndani yake akamhudumia. Ananena kupitia nje, lakini ndani moyo wake hujambeba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukielewa ya kwamba wokovu ni nini katika maisha yako, utatembea katika njia za Mungu, nawe Mungu atakukomboa. Jinsi ambavyo alivyonena na nabii wake Isaya, akapeleka habari njema katika ule mji wa Zion, akawaambia ya kwamba waliofungwa mateka wataachiliwa uhuru, waliovunja mioyo yao Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba atawaganga mioyo yao na watakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ainajua ya kwamba tutakombolewa, ainajua ya kwamba Mungu atatenda, Mungu atafanya. Nakwambia ya kwamba unaweza pata mwimbaji anaimba hapa, lakini ukipata uimbaji wako au kuguzi wewe mwenyewe, hata wale walioko hawezi kugusika hata kidogo, kwa maana Mungu yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na inajua kwamba Mungu atutenda. Wacha tusome hapo chini tuone, twende kwa haraka. Mstari wa 4. Watajenga upya magovi ya zamani, wataisimika miji iliyoharibiwa hapo kwanza, wataitengeneza miji iliyobomolewa, uharibiwa vazi vingi vilivyopita. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba anatumana habari njema kwa ajili ya Mungu katika ule mji wa Zion. Anasema ya kwamba mimi Mwenyezi Mungu ninasema ya kwamba mtaijenga zile miji ambayo iliyobomolewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ananena kupitia siku ya leo kwako. Anasema ya kwamba kuna mahali shetani aliingilia katika familia yako, kuna mahali shetani alichukua hatua kwa ajili ya maisha yako, lakini maandiko inasema ya kwamba ananena siku ya leo ya kwamba leo utakombolewa. Lazima Mungu atume nabii wake Isaya kwa ajili ya boma yako. Lazima Mungu akanene mambo ya baraka katika nyumba yako, familia yako. Magonjwa yataisha, magonjwa yatasimama katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na inajua ya kwamba Mungu atatenda, Mungu atafanya, Mungu atanena mauzia yake katika familia zetu. Haleluya. Watajenga upya magovi ya zamani, wataisimika miji iliyoharibiwa hapo kwanza, wataitengeneza miji iliyoharibiwa, uharibiwa vizazi vingi ilivyopita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo najua ya kwamba jinsi ambavyo Mungu alipotuma nabii wake katika ule mji wa Zion ambao ni Yerusalemu, akasema ya kwamba wana wa hiyo mji wataijenga huo mji. Mahali popote kulikuwa kumeharibiwa, wataijenga tena upya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo najua ya kwamba Mungu lazima atume nabii wake Isaya katika familia yako. Lazima Mungu atume nabii Isaya ukapate uhuru katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5. Wageni watakuwa hapo kuwachungia mifugo yenu, watawalimia na kuwatunzia mizabibu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba Mungu akanena kupitia ile habari yake, akawaambia ya kwamba wageni watakuwa wachungaji wa mifugo yenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile biashara yako, siwache Mungu akatumane mahali pale hata wageni kutoka mbali nje za nje wakuchungia ile biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukachungiwa wale watoto wako
ukapate uhuru katika ile ndoa yako, ukapate Mungu ananena kupitia mahusiano mazuri, kupitia ile ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukapate habari njema kupitia familia yako, maana pasipokuwa Mungu mwanadamu sio kitu tena. Haleluya. Mimi nimekwambia siku ya leo, usiangalie kunena kwako wewe, angalia neno la Mungu likujenge, likutoe mahali. Usome kitu wapi, na inajua Mungu atatenda mambo ya ajabu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6, nanyi mtaitwa makuhani wa Mwenyezi Mungu, mtaitwa watumishi wake wa Mungu wetu, mtafaidika kwa utajiri wa mataifa, mtatukuka kwa mali zao. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi mtaitwa makuhani wa Mungu, na nyinyi mtaitwa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mtatajirika kupitia mataifa. Haleluya. Hawa ni watumishi wa Mungu. Mungu ananena nao siku ya leo, jinsi ambavyo Mungu alipotuma nabii Isaya katika ule mji wa Yerusalemu, akasema ya kwamba nipelekea habari njema, ukaelezea makuhani wangu, ukaelezea watumishi wangu ya kwamba watapata baraka, mataifa yatawakubali ya kwamba wao ni watu wa Mungu, makuhani wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na inajua ya kwamba tutabarikiwa, na inajua ya kwamba watu tutapata faida, mazao mazuri kupitia mataifa, na inajua ya kwamba Mungu atatenda. Mstari wa 7, kwa vile mlipata aibu maradufu, watu wakaona kuwa fedheha ni majaliwa yenu, sasa mtapata eneo maradufu kuwa mali yenu, na furaha yenu itadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao walikuwa wanafikiria mulipata aibu, lakini Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba ananena kwa ajili ya mji wa Yerusalemu. Akasema ya kwamba walikuwa wanadhani wamepata aibu, lakini kuanzia siku ya leo mimi Mwenyezi Mungu ninatuma baraka kupitia kwenu, maana mtapata wema kutoka kwangu, si kwa wanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa, wacha nikwambie siku ya leo, kuna Mungu utendaye muujiza kupitia njia za wanadamu. Kuna Mungu utendaye baraka kupitia njia za wanadamu. Kwa hivyo ninakwambia ya kwamba wacha Mungu atume nabii wake Isaya kupitia familia yako, na inajua ya kwamba Mungu atatenda, na inajua ya kwamba Mungu anafanya mambo ya baraka katika njia zako. Mstari wa 8, mimi Mwenyezi Mungu napenda haki, nachukia unyang'anyi na uhalifu, nitawatunza watu wangu kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba yeye apendi unyang'anyi, yeye apendi mambo ambayo inafanya wengine waanze kusikia mioyo yao imeng'ovika. Yeye Mungu anasema ya kwamba yeye anapenda amani, yeye anapenda watu ambao wanaotembea katika ukweli. Haleluya. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba yeye anapenda kutembea katika utakatifu wake. Haleluya. Haleluya. Na inajua ya kwamba kama Mungu hapendi unyang'anyi, unajua kuna watu mazoea, watu ambao wameharibu njia za wanadamu, watu ambao wameharibu njia za wengine. Watu wengine wanachukua mali za wengine. Wacheni niwaambie siku ya leo, wacheni niwaambie siku ya leo, kuna Mungu aishiye mbinguni. Yeye anasema ya kwamba yeye hapendi unyang'anyi, yeye hapendi njia za unasi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome mstari wa 9 yeye tamalizia kupata Mungu. Wazao wao watakuwa maarufu katika mataifa, watajulikana kuwa maarufu kati ya watu wengine.
kila atakayewaona atakiri kwamba wao ni watu waliobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ananena ya kwamba, anasema ya kwamba wazao wao watakuwa wabarikiwa. Watu wengine wataanza kunena, wanasema ya kwamba kweli hawa wamebarikiwa. Ninakwambia siku ya leo, kupitia neno la Mungu, nikukwambia siku ya leo, simama katika njia za Mungu, naye Mungu ataonekana katika ile familia yako, naye Mungu ataonekana akitenda mambo ya ajabu katika maisha yako. Ninakwambia mpendo, siku ya leo, kupitia neno lake, kaa ndani ya Mungu, kaa ndani ya wokovu, na ukamkubali Bwana Yesu Kristo kama Mwokozi wa maisha yako, na ukakae katika njia zake. Niko na habari njema ya kuambia siku ya leo, ukimkubali Bwana, naye Bwana atatenda mambo ya ajabu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mpendwa, inajua ya kwamba kuna Mwenyezi Mungu utendaye mambo ya ajabu. Kuna Mwenyezi Mungu ambaye hutenda mambo ya baraka. Na inajua ya kwamba tukimkubali Yesu katika maisha yetu, naye Mungu atatuma malaika wake, kina Gabrieli atawatuma, akina Mikaeli atawatuma katika maisha yako, katika watu wako, katika watoto wako. Mungu atatuma malaika wakashughulikia ile familia yako, na inajua ya kwamba tutakuwa wabarikiwa. Kwa hivyo wapendwa, hiyo ndio habari njema ambayo nilikuwa nimewaletea. Kitu ya kwanza na kuambia, mkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wa maisha yako, nawe utakombolewa. Mkubali katika njia zake, naye atakukomboa katika maisha yako. Kubali wokovu wa Mungu katika maisha yako, yakatembee katika maisha yako, katika jina la Yesu. Najua Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Tumebarikiwa na najua ya kwamba Mungu atatenda. Tunapoenda kusimama, najua Mungu amewabariki. Hiyo neno wacha ikawajenge katika mioyo yenu. Najua Mungu atatenda. Napoenda kusimama,